Haleluya. Amen. Salimia jirani ya karibu kwa ibada. Kumbukumbu la Torati 28. Unajua kuna mambo mengi ningependa tujifunze, sababu tunaelekea katika kutafuta baraka, na zile baraka lazima tujue tutazipata vipi. Hizo baraka sijui tutazipata vipi. Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia hapo. Na nisema mimi nikifundisha na wewe ufikirie vizuri. Kumbukumbu la Torati 28. Inasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana, sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kufanya maagizo yake yote nikuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako, na uzao wa nchi yako, na uzao wa wanyama wako wa mifugo. Maongeo ya ng'ombe wako, na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako, na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Bwana atafanya adui zako wainukao juu yako, kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako, katika ghala zako, na mambo yako utakayotia mkono wako, naye atabarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Baba uliyeziumba mbingu na nchi, ni asante tumesoma neno lako. Naomba unielekeze jinsi upendavyo wewe, ili nafsi ulizoziandaa nisipoteze hata moja. Ni asante kwa maana utatenda, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Haleluya. Kuna kitu hapa nataka tujifunze. Unajua tunatafuta baraka, na hizi baraka tumepewa maagizo ambayo tukiangalia haya maagizo ni rahisi sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukitafakari haya maagizo ni magumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hata kwa ushirika tulijifundisha kitu kwamba imani ni kitu kingine ambacho huwezi elezea mtu akakuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Na tukachunguza sana hii imani, tukakuta wengi tuko na imani tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ni mmoja lakini ako na imani 20.
Bwana Yesu asifiwe. Mtu ni mmoja lakini ako na imani ngapi? 20. Mwingine ni mmoja ako na imani 10. Unajua nikieleza utaweza shindwa mtu atakuwaje na imani 10. Bwana Yesu asifiwe. Na tulijifunza vitu vingi sana kwamba, na nikatoa mfano ni kwamba wewe ukigonjeka ghafla, imani yako itakutuma mahali. Bwana Yesu asifiwe. Utashtukia tu, lazima niende hospitalini. Hata Mungu hayuko, maombi hayako. Wengi wananipigia simu tayari wako hospitalini. Imani yake imemwambia ni hospitali. Haleluya. Unakuta mwingine mwenye hajaokoka akipatikana na jambo, imani yake namwambia kwa mganga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo imani umshukia mtu kulingana na tukio. Sasa ile tukio ako nalo ndio imani itamuelekeza atafanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo imani haitakuruhusu upige simu. Utapiga simu baadaye. Haleluya. Imani utapiga simu baadaye. Sababu ile imani inakuja ukishapatikana na jambo hivyo unatatua haraka kulingana na vile hiyo kitu kimekuja. Na ile imani yako itakuwa imekuelekeza jambo la kufanya. Haleluya. Na ndio maana hapa tunasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Hata hapo mimi sijui ni kwa bidii. Haleluya. Hili jambo linaweza ongelewa kwamba ni jambo rahisi. Ni unaweza sema kwamba mimi nasikia sauti ya Bwana kwa bidii. Unaweza kuta kutoka asubuhi mpaka jioni hauja hata tamka jambo la kumshukuru Mungu. Unaweza asifiwe. Sababu najua ukisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kuna vitu hautavifanya na utakuwa unatafuta hiyo sauti ya Bwana. Sababu utakuwa ni bidii. Unajua bidii, sijui bidii nieleze kwa Kiswahili rahisi. Nieleze vipi? Haleluya. Wale ambao tunaenda shambani, unaweza kuwa umelima halafu ukabakisha kasehemu kadogo, lakini masaa imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Halafu unafikiria haka kakitu kalirudisha shambani kesho, utafanyaje? Kwa hivyo utafanya bidii umalizie, useme haka kitu akaweze kunirudisha shambani kesho. Sababu kiangalia ni kadogo. Na unakuta saa ile maisha yetu tunapoomba, asubuhi ikifika, baada ya maombi ndio unaanza safari. Na vile umeomba nyumbani, hata ukiwa barabarani, wengine hakuna kitu wanafikiria kuhusu Mungu. Mwingine akiwa shambani, hakuna kitu anafikiria kuhusu Mungu. Yeye anang'ang'ana tu na shamba. Atakumbuka Mungu labda. Hata mwingine akifika shambani hawezi sema asante Mungu umeniongeza kutoka nyumbani nimefika shambani, ndio nataka kuanza kazi. Nipe nguvu, nipe ujasiri, nipe uwezo, nipe hekima, nipe maarifa. Yeye akishafika tu shambani ni jembe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaambiwa tutakaposikia sauti ya Bwana Mungu wetu kwa bidii, kutunza, kuyafanya maagizo yake yote. Haleluya. Nani anaweza kufanya maagizo ya Mungu yote? Haleluya. Maagizo ya Mungu yote. Lakini unajua tutajaribu vipi
kwamba sasa tunatembea, neno la Mungu likae kwa mawazo yetu. Tufikirie mawazo kwamba Mungu yuko na ako hapa na mimi. Haleluya. Sababu tunaambiwa tutakaposikia sauti ya Bwana Mungu wetu kwa bidii na kutunza kuyafanya maagizo yake yote, yale Musa alikuwa anaagiza, ndipo Bwana Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Mungu akiamua kukutukuza, kila kitu utashika mkono kitakuwa kinasonga mbele. Mchawi akija kukuroga atajua kabisa huyu harogeki, sababu tayari wewe umeshatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na akasema utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashamba. Kwa hata mashamba yetu hatuvuni kitu cha kutufurahisha, kwa sababu kuna dosari ambalo Mungu anaangalia ndani yetu, anakosa. Bwana Yesu asifiwe. Sababu unaweza kuta tumeokoka lakini kwa umbea tuko sana. Sasa unakuta huu umbea utasababisha muujiza ya Mungu ikosa kufanyika. Unakuta tumeokoka lakini tuko na chuki. Hii chuki itasababisha muujiza ukosa kufanyika, sababu tayari haujafanya maagizo ya Mungu yote. Na ndio maana nilisema kila unajua tubu, kila ujui wachia Mungu akusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Na chenye ujui hata shetani anajua ujui. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tunataka mahali tumeanza, Mungu atusaidie aanze kutumwagia zile baraka alisema katika neno lake. Na saa ile tutaanza kumtumikia Bwana Mungu wetu kwa bidii. Haleluya. Unajua mimi nilisema kuna siku niliotesha maharage, halafu dume ikawa nyingi, hata kupalilia sikupalilia. Bwana Yesu asifiwe. Dume kanizidi, sikupalilia, lakini nilivuna. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu aliangalia, je, sijapalilia kwa sababu ipi? Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliangalia sijapalilia kwa sababu ipi, na akanitetea. Yaani nilivuna maharage msimu ambao si wa maharage. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ile kitu iko, saa zile kila mtu atakuwa na tamani kumtumikia Mungu. Na Mungu naye atafanya hivi vitu zote ameandika hapa. Sababu tunaambiwa hata kapu letu la unga litabarikiwa. Kubarikiwa ni kumaanisha halitakosa unga. Lakini siku nyingi kapu zetu zinakosa unga. Na kama kapu zetu zinakosa unga, lazima leo tumuulize Mungu maswali, na kama kuna makosa tuombe tusamehewe, ili kuanzia kesho Mungu aanze kutembea nasi. Bwana Yesu asifiwe. Sababu najua Mungu akianza kutembea na wewe, ile akili yako tu itakuwa inatumika kukuelekeza mahali utapata pesa. Akili yako tu itakuwa inakuelekeza kupata muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Unajua sisi ambao tumeokoka, kuna vitu shetani anachukia, anataka tuanguke. Na kama shetani anataka tuanguke, huwa analeta visingizio
vyenye vitakusababisha wewe ufanye nini? Urudi nyuma. Haleluya. Na kama shetani analeta visingizio ya wewe kurudi nyuma, ujue lazima ufikirie. Mzungu anasema uwe na second thought. Bwana Yesu asifiwe. Uwe na nini? Second thought. Bwana Yesu asifiwe. Sababu nakumbuka kuna dada mwingine, sasa ile niko kwa biashara zangu kule Kitogoto. Mtu alisalimia vizuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi simjui, lakini yeye ananijua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe mchungaji. Unajua huwezi sema wewe si mchungaji, tayari umeshasalimia wewe ni mchungaji. Nasema amen. Wakaongea story hapo. Yeye anasema yeye amechoka na mume wake. Na nikakumbuka nilikuwa nimeambia mtoto wangu kwamba wewe unasema ukitaka kuoa itafika wasiku utaitishwa pesa yenye hauna. Haleluya. Nilimwambia itafika siku utaitishwa pesa yenye hauna. Sasa inategemea, je, mwenzako atakuwa anafanya nini? Anakuelewa. Unajua ukishaoa, mimi wanaambia vijana kuoa kuna maisha mbele. Kuoa si hapa peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikawa namwambia kuoa, ukishaoa itafika siku utaitishwa pesa yenye hauna. Na nikamuuliza, unaona mimi nakimbia mbio, je, nikikaa kwa nyumba utanichapa? Lakini maisha yenyewe inanisukuma tu niende. Hata unarauka, unajisukuma tu uende. Na wewe utafika mahali kama utaitisha pesa yenye hauna, itabidi ungangana angalau upate kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nilimuuliza swali. Huyu mume wako mko na watoto wangapi? Akasema tuko na watoto 2. Mtoto wa kwanza ako na miaka mingapi? Ako na miaka 7. Mtoto wa pili ako na miaka mingapi? Miaka 3. Huyu na msichana ndio kijana ni mkubwa, msichana ni mdogo. Sasa huyu baba anajitahidi kulipia watoto school fees. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nyumba chakula ni cha kubambanya. Haleluya. Chakula ni cha kubamba. Kama ni nguo mtoto ananunuliwa uniform. Ukitokea safari mtoto anavaa uniform na pia anaenda shule. Bwana Yesu asifiwe. Paka akanikumbusha yale maisha tulikuwa tunaishi. Unajua watoto wetu walikuwa wajanja. Bwana Yesu asifiwe. Christmas tukao tunanunuliwa uniform. Wewe kupitia hapo. Yaani ukiona ni Christmas, unajua tu uniform mpya napata. Kumbe unanunuliwa uniform yenye utasomea huo mwaka. Haleluya. Sasa nikauliza huyu dada, sawa, wewe unataka kuacha huyu mume, utapata wapi mwingine mwenye hana mtoto? Akanyamaza. Nikamwambia kulingana na umri wako huwezi pata mwanaume mwenye hana mtoto ama mwenye hana bibi. Lazima utakuta tu mwenye ako na bibi. Unajua kuna saa ingine si maombi nafanya kazi. Lazima uongeleshe huyu mtu akuelewe. Haleluya. Nikamwambia kama ungekuwa huna mtoto ungekuwa vizuri kabisa. Ukienda labda utaona uko sawa. Lakini hao watoto ndio utafanya nini? Ndio utawatesa. Sababu labda utaenda na watoto wako kwa yule mume, atafika akwambie, sababu hao bado ni watoto wadogo. Unajua ukiwa na watoto wakubwa ambao watoto wanajisimamia,
inakuwa ni kesi ingine tofauti. Lakini huyu mtoto itakana huyu mwenye umepata ampe kila kitu, amnunulie uniform na amlipie school fees. Itafika siku atakwambia arudisha hao watoto kwa baba yao. Nimechoka. Na saa hiyo huyu mwanaume atakuwa amejua umeshaolewa. Kwa hiyo wewe utakubali watoto wako wakae huku, wewe ukae huku? Hapana. Naomba sasa ile kitu iko. Heri kuvumilia hapo ulipo kuliko uongeze mume mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia huyu mume akinunulia hawa watoto chakula, hata kuambia rudisha watoto kwa tumbo, anajua ni watoto wake. Kwa atakuwa anaparangana tu na maisha vile anaparangana, akajua ni watoto wangu. Lakini yule mwenye anajua watoto si wangu, lazima ataongea. Haleluya. Wewe mahali umeenda, labda na wewe umepata watoto kule. Mtoto anafika mahali akwambie wewe si mama yangu, utafanyaje? Haleluya. Unajua kuna mambo mengine tunafanya lakini hatufikirii huko mbele kutakuwaje. Sasa huyu mtoto ameniambia wewe si mama yangu, wewe si baba yangu. Je, nitakuwa na ule mzigo wa kumsaidia? Haleluya. Sasa unakuta katika maisha haya kuna vitu Mungu anataka tufanye ili tufanye nini? Tufanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu mwanadada nikamuongelesha, nikamwambia ile kitu iko. Wewe unafanya kazi gani? Mimi nalimia tu watu vibarua. Na ukienda kulima vibarua, mume wako anakuitisha pesa? Ni mimi tu nifanye tu, yaani mimi mwenyewe nitajijazia tu, nitajijazia labda ninunue unga, kama hakuna sabuni ninunue sabuni, lakini pesa yangu haiuli. Na ukipata yule mzuri mwenye ako na sura nzuri, ambao ukishatoka tu akija nakwambia wekelea pesa yote hapo, utasemaje? Mume wako anakunywa pombe? Hanywi pombe. Sasa dada, kuna shida gani? Bwana Yesu asifiwe. Unajua mimi nilikwambiaje? Wewe uko na ndoa yako. Ukisikia nabii anakuambia huu sio ubabu wako, huwa na question mark. Haleluya. Ukisikia nabii amekwambia huu sio ubabu wako, huwa na question mark. Kitu cha kwanza, hawa watoto mmezaa na huu sio ubabu wako, utawapeleka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Sababu najua, ndio maana nimefundisha nikamwambia ya kwamba kuna aina ya watumishi ambao huduma haiko ndani yao, iko nje. Na huyu mtumishi mwenye huduma iko nje anaenda na flow. Bwana Yesu asifiwe. Yaani vile unamwambia hawezi akakwambia hapana. Yeye atakwambia nitakuombea itakuwa, kuwa na imani. Hata kuambia hapana, wachana na hii. Bwana Yesu asifiwe. Ugonjwa wa leukemia inahusiana na nini? Na damu. Kukauka damu. Bwana Yesu asifiwe. Je, kuna mtu anajua mtu hapa ni mzito? Yaani kwangu kidogo ni mzito, lakini hana kitambi, ako na kitambi si kikubwa sana. Haleluya. Unaona size yangu hivi hana kitambi kikubwa sana, lakini driver ako na pickup. Driver ako na
na pick up. Na kuna siku karibu aanguke na gari, lakini Mungu alimsaidia. Na amelazwa mara nyingi sana, akapewa dawa wrong. Ni mwanaume. Kuna mtu kuna habari hiyo? Haleluya. Mtaenda kufikiria, kipigiwa simu utajua mchungaji kuna kitu alikuwa ameongelea kitu kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ni driver anaendesha, ni pick up ambayo ni single cabin, lakini imejengwa huku nyuma. Kuniambia jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hakuniambia jina lake. Lakini angekuwa ameniambia jina, ningewaambia naitwa fulani. Tulikutania barabarani. Na alikuwa amebeba kama tumifuko za watoto kwa hiyo pick up yake. Ni kama vitabu, ni kama sijui ni vitu mifuko. Sasa sikujua ni nini kiko kwa hizo mifuko. Haleluya. Kwa hivyo hiyo maono kama si yenu, Mungu ataleta picha tena vizuri. Haleluya. Kama hakuna mtu hapa, Mungu ataleta picha vizuri. Tuendelee na injili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna vitu ambavyo vya baraka ambavyo lazima tuwe wanyenyekevu na tuwe makini na kile tunafanya, ili hizi baraka Mungu ametuambia zije mikononi mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu hizi baraka hatutazipata kama hatutakuwa na bidii ya kumsikiliza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu tukiangalia 27 mnaambiwa ni laana tupu. Haleluya. Lakini sasa ili kuepuka hizo laana, kuna kitu moja tu umeambiwa, usikilize sauti ya Mungu kwa bidii. Yaani ukisikia mahali kuna Mungu anaongelelewa, sikiliza kwa bidii na ujiwekee kitu ndani ya roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unakuta kuna watu unaweza kuwa uko kanisani lakini hausikilizi sauti ya Mungu kwa bidii. Utajuaje mtu kama huyu? Bwana Yesu asifiwe. Mtu kama utajuaje? Utamkuta ako kwa ibada lakini amelala, sababu hana bidii ya kusikiliza. Je, ukiwa na bidii utalala? Sababu huyu mtu hana bidii ya kusikiliza, ndio maana ako kwa ibada na amelala. Labda uwe wewe ni nabii, ukishalala uamke tuambie chenye umeona. Halo? Sababu kuna manabii aina hiyo. Kuna manabii anapokuwa tu mahali hivi kitu kanakuja kama kausingizi. Alafu hapo anapewa ujumbe, anatuambia chenye kinaendelea. Haleluya. Wewe hujawahi kukuta mahali ni kama unasikiliza hao wakiongea lakini kuna picha zingine unaona. Ama unatajikuta sana na kuanga kwa wale manabii wanaanza wachanga. Haleluya. Manabii wachanga. Kama kakita kanakupita hivi alafu unaona picha, sasa unafungua macho uone vizuri. Sasa unajua unafungua macho ya kimwili, ni ulikuwa kwa macho ya kiroho. Unakuta ile picha umeshaipoteza. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, saa ile unang'ang'ana sasa uone vizuri. Unafungua macho ya kimwili. Ya kiroho imepotea. Unasema kumbe ilikuwa ni maono. Nilikwambia kama unapitia hali kama hiyo,
omba Mungu ujumbe ikija utulie mpaka iishi. Haleluya. Sababu saa ile ujumbe imekuja, unajua tunahitaji manabii kama hao. Bwana Yesu asifiwe. Ambao sasa ujumbe ikija anatulia, ule ujumbe unaisha, anatuambia on the spot. Haleluya. Lakini kuna wengine mpaka aenda alale ndio atuletee maono. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi niliwaambia ya kwamba hapa katika ibada tunataka kila mtu kuwe transparent. Mtu mbaya akiingia au ameonekana na watu karibu 4 5. Bwana Yesu asifiwe. Kama yule tukiwa pale chini, niliambiwa huyu ni mbaya. Mimi nikaambia hata usiwe na wasiwasi. Hii kanisa si yangu. Kanisa iko na mwenyewe. Sasa alikuja, alijua akikaa hapo mbele ndiye atateka mtumishi. Akakuta hakuna. Sasa tunaendelea, akasonga kwa kiti pale, akasonga kwa kiti pale, akasonga kwa kiti pale. Sasa hata tunataka kuingia kwa neno, ameshaenda. Na ndio nataka tuendelee na maombi, tusije tukaweka wachawi kanisani. Tusije tukaweka waganga kanisani. Yaani akija ile wingu tu akiona naona hapa sitoboi, anajipatia shughuli mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ule uwepo tu wao wanaelewa, wanajua ni kanisa gani wanatoshea. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hapa tunaambiwa tusikilize sauti ya Bwana Mungu wetu kwa bidii. Sasa tukisema tunasikiza kwa bidii, hauwezi ota ndoto zipotee. Huwezi ota ndoto ipotee. Kwa bila usikilize kwa bidii, ukiota ndoto inapotea. Unaamka unafikiria kabisa niliota, lakini hii ndoto sijui. Hapa ni kama katika kumsikiliza Mungu kuna kitu umepoteza. Au sikilize sauti ya Mungu kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Kama yule dada yeye anataka kutoka kwa ndoa yake, namuuliza utaenda wapi na watoto? Ndio akafikiria, sasa natoka na watoto, naenda wapi na hao watoto? Nikamuuliza, ukienda kukodisha nyumba yako utasomesha hao watoto? Sijui mtumishi. Sasa si ni afadhali mnaparangana hapa, ukileta shilingi 2 na wewe unaleta shilingi 2, maisha yanasonga. Haleluya. Ujue ndoa nyingi kuna miaka 10 ya mateso. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa nyingi kuna kuwaga na miaka 10 ya mateso. Hii miaka 10 ndio unakuta ndoa nyingi zinavunjika. Hii miaka 10 kishaisha, unaanza kusikia jamani, heri nirudi tu kwa mume wangu, heri nirudi tu kwa mke wangu. Sababu ile miaka 10 imeshaisha. Lakini mmeharibu muda mwingi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na miaka 10 inaanza vizuri. Hapo nyuma ilikuwa saa ile mtoto wa kwanza ameingia form 1. Form 1 ni mwaka wa kwanza. Itakufika kwa mwaka wa 4 ndio paka huyu mtoto aanze kupata kazi. Miaka 10 ndio angalau mzazi unaweza pumua. Mungu kama amembariki nawe na roho ya utu, anaweza kaona wacha na mimi nimlipie mtoto mdogo wangu school fees kabla sijaoa ama sijaolewa. Sio umesaidiwa mzigo wako. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unakuta mahali kama hapo ndio wazee wanasema wamama wanapenda hamjui. Hapo ndio maana wazee wanafika mara wanasema wamama wanapenda pesa.
Sababu najua ukipinduka hii mtoto amefukuzwa. Ukipinduka mtoto anataka nguo. Ukipinduka hii mtoto anataka, mama anataka nguo. Sasa unakuta sasa watu wanataka pesa. Yaani inafanya hata huyu mume aseme sasa hata kwa nyumba hii. Hii nyumba hata haina maana amani kwa hiyo nyumba. Anaenda kutafuta mahali ataketi aje akute watu wameshachoka wamelala. Hata kama ni kuongea ni dakika 2-3 na usingizi mamo. Sababu najua hii ni muda wa kuitishwa pesa kila saa. Je, anatengeneza pesa ngapi? Haleluya. Lazima ujue huyu mwanaume anatengeneza pesa ngapi. Ngoja nitaweka kongamano hapa ya wanandoa. Haleluya. Nitaweka kongamano ya wanandoa. Tuweke ya siku ngapi ya wanandoa hapa? Siku 5. Mmoja msema wa siku 5. Haleluya. Sababu najua kuna wanandoa wengine hawaongei. Lakini sasa tunataka tuwaongelele sasa sisi. Haleluya. Kuna wanandoa wengine hawaongei. Sababu saa zingine ndoa zingine hazikuanzishwa kama ndoa. Zilianzishwa kama wapenzi wawili. Mwenye anaambiwa niko na ghorofa Mombasa yenye hakuna. Mwenye anaambiwa kwetu kuna magari na hakuna. Haleluya. Tukiwa vijana tunasema ni mistari. Unapewa mistari pako unasema nimeolewa na Songo. Kumbe ameenda kuiba pesa ndiye akununulie chips. Ameenda kuiba mayai ya nyumbani. Yenye kuku anataga. Anaenda kuuza ndiye aje kununulia chips. Tukikutana na fulani lazima nitakula chips. Kumbe unakula chips za wizi. Haleluya. Sasa itabidi niweke hiyo kongamano niwaongelelee. Mimi hakuna kitu sijui. From 1995 mpaka saa hii kuna vitu vingi sana, ndoa nyingi nimeunganisha. Na story nyingi nimesikia. Bwana Yesu asifiwe. Unajua sisi tukiwa vijana tulikuwa tunashindwa kwa nini baba alale kwa rumu ile na mama alale kwa rumu ile. Hamjaiona ama mimi ndio naona peke yangu? Usijiulize swali kwa nini. Hiyo maswali tutajibu wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Sababu najua tusiposikiliza sauti ya Mungu kwa bidii, kuna mambo mengine yanajitokeza. Ile pesa unapata haikutoshi. Kwanza, kama unapata shilingi 500 kwa siku, tuseme nataka mama mmoja uwe tu, yani nataka uwe tu mwaminifu, nataka unipigie hesabu. Sawa? Uwe tu mwaminifu. Uko na watoto wangapi? 3. Alafu uko na wewe, alafu uko na mume wako. Mko wangapi? Mume amepata shilingi 500. Na amekwambia shika fanya shopping. Na kwa nyumba ujue hakuna kitu. Mwacha ile kwamba ulisaga juzi unga iko hapo. Kwa nyumba hakuna kitu. Ama hiyo 500 itatosha tukunywe na chai asubuhi. Lakini hii 500 ndio huyu mwanaume amepata. Tutafanyaje? Tutamwambia ongeza pesa? Dada amesema atatumia akili ya kuzaliwa. Hii 500 lazima tupate chai asubuhi. Alafu mtoto saa ile umepika chai anakuambia kwa nini tunakunywa chai bure hapa? Hakuna mandazi. Haleluya.
Sababu najua haya mambo tusipofikiria tutakuwa tunalaumiana bure. Bwana Yesu asifiwe. Tunalaumiana bure. Sababu hii 500 haitoshi. Na ujue ni wapi kibarua kwanza takana. Kitu cha kwanza tukiishi Eldoro, tunataka tuangalie vibarua vya Eldoro watu wanalipwa pesa ngapi. Vibarua vya Eldoro kwa siku, mtu tuseme umeenda kupima kwa kitu cha kwanza, tuseme vibarua vya Eldoro. Sikuna 10 by 10 shambani. Sasa wewe kama wewe ukienda shambani utatoa vipimo vingapi? Tusiangalie mtu mwingine bidii yake. Wewe kama wewe ukienda shambani utatoa vipimo vingapi? Sasa waanza kupiga. Sasa kama huyu mwanaume siko na yeye, nikienda nikijikaza shambani nitatoa vipimo kadhaa. Hii pesa nitalipia mtoto school fees. Hakuna. Sasa unakuta lazima wewe ukitoka ile chukua ile ya kwako kidogo, huyo akitoka chukua ya kwake kidogo. Ndio sasa ifike katikati muelewane. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakuta ukiwa mwanamke mjanja utapiga mahesabu yako, utajijazia mwenyewe. Useme sasa hapa hata huyu mtu kweli hii pesa anapata hapa ni kidogo sana. Ili nizuie asiwa anatoka itabidi nikae mkimya. Na kwanza wacha nianze kumtunza hivi angalau aje kwa nyumba mapema. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unajua tukiweka kongamano ya wanandoa kuna vitu tutatatua. Bwana Yesu asifiwe. Unajua sisi wanaume ndio huwa kazi za nyumbani zinatushinda. Bwana Yesu asifiwe. Nakuta nimeweka nguo kwa maji mwezi mzima. Halo. Sisi wanaume, kama wewe ni mwanaume, unajua lazima tuseme ukweli. Haleluya. Unakuta kama mimi ni mwanaume naweza anza kufua leo, nitamaliza Jumapili ijayo. Haleluya. Unaweza kuja kwao ukuta nyumba nguo zimejaa kwa beseni. Sababu mama sahi hayupo. Sasa unafua 2 3 unasema hizi 2 nitabaa kidogo. Ngoja kwanza. Ukishatoka umeshatoka utarudi tena. Lakini ukiwa wewe mama ukiweka nguo beseni hapo, unajua hata sisi tukija tutakushangaa. Haleluya. Sisi tutashangaa ama hatutashangaa? Lakini hata na sisi tunasahau kama huwa tunaweka beseni mwezi mzima. Haleluya. Beseni inajaa, ukitingisha hivi ile harufu itatoka hapo, utajijazia mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukifuata kile Mungu anataka, kuna vitu zingine tutakuwa tunarekebisha sisi. Haleluya. Mungu alinisaidia, nikasaidia mtu mmoja ambaye alikuwa ameshaingia, sasa anaenda kuingia kwa chuma ulete vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ile aliingia hakuambiwa kitu, lakini akifika katikati sasa kaambiwa atoe sadaka. Hiyo sadaka ndiyo ilimtatiza. Bwana Yesu asifiwe. Nikamuuliza, ndugu, kwani kulikuwa kwaje mpaka ukaenda kuingia huku? Akasema, sikiza, ilifika wakati sina pesa na mke wangu anataka pesa. Nifanyeje? Sasa hebu niambie, chenye aliingia kule, ameenda kule ameambiwa atoe mke wake sadaka mwenye anamuitisha pesa. Lakini yeye anapenda mke wake. Anasema hawe. Bwana Yesu asifiwe. Sababu najua unaweza ukasukuma mtu ukifikiria ndio unafanya vizuri, kumbe ndio unajichimbia kaburi. Sababu najua atashangaa, sasa nitatoa wapi pesa? Kibarua yenyewe hakuna.
Hata nikienda shambani siwezi toa vipimo 10 nipate 1000 ya kunitosha. Niking'ang'ana kabisa ni 500. Huyu mtu unajua ataanza kufikiria mawazo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Leo utakuta unaliwa tu mandazi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukielewa huyu mtu anapata pesa ngapi, utatafuta njia ya kumsaidia ili msonge mbele. Haleluya. Na ndio maana nilisema kila mtu atafute biashara yenye anaweza kafaa. Sasa unajua wewe ukifanya biashara na huyu mwingine apige kazi zake, itafika mahali hata wewe utamsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Unajua huko kwetu bara tulikuwa tunaambiwa Mombasa raha. Haleluya. Huko kwetu bara tulikuwa tunaambiwa nini? Mombasa raha. Sasa mimi nimekuja Coast, nimetafuta raha, hata sijaona hata moja. Mimi sijaona hata. Kama nyinyi mnaona raha, mimi sijui. Haleluya. Sababu chenye mimi ninasikia tu ni kwamba kuna wamama wanachukua vijana. Hawa vijana ambao hawataki kazi. Sasa uniambia hawa mama wakishachukua vijana, mwisho wa siku itakuwaje? Itakuwa ni kwamba maisha yao yatakuwa mabaya mno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hawajasikiliza sauti ya Mungu. Sasa kusikiliza sauti ya Mungu ni ngumu. Ngumu sana. Ndio maana hizi baraka zinatupita. Haleluya. Na anasema sasa sisi wote hatuna mifugo. Wakina nani wako na kuku nyumbani? Kina nani wako na kuku nyumbani? Hamjafuga kuku? Ndio maana hamnichinjii kuku kweli. Halo. Itabidi ninunulie kila mtu kuku moja wa kufuga. Haleluya. Haleluya. Mungu anisaidie. Kuku moja tu. Jogoo mtatoa huko kijijini. Haleluya. Sasa unajua kunatakana, tunaambiwa hata ng'ombe wetu, hata mifugo, hata kondoo, mazao yake yatabarikiwa. Sasa wewe huna kondoo, huna kuku, mpaka kuku huna, tutaendaje? Sasa Mungu, sasa kama baraka zako ziko kwa mfugo, huna mfugo. Wewe baraka yako iko kwa mfugo, huna mfugo. Tufanyeje sasa? Sasa tutakuwa tunamsumbua Mungu hapa bure. Bwana Yesu asifiwe. Na kama baraka yako iko shambani, na wewe mwenyewe hujawahi kanyaga shambani na uko na shamba, ole wako. Kama uko na shamba hapa na hujakanyaga shambani, shamba la kwako ambao ukitaka kuuza unauza, shamba la mume wako na hujakanyaga shambani, na tunaambiwa hapa tutabarikiwa mpaka mashambani. Kama baraka zako ziko shambani, wewe uko nyumbani unangojea chakula, kitakuja? Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa tunatakana kila mtu aombe Mungu ampe maono ni wapi atapata mkate wake wa kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Ukishajua ni wapi utapata mkate wako wa kila siku, hautakuwa na haja ya kutafuta kijijini, utaenda direct mahali umeambiwa.
Haleluya. Kama tungojee Ruto aanze kuotesha mchele huko, ndio watu waende watafute kazi. Unajua tunaambia tutakopesha mataifa. Sasa tutawakopesha pesa ipi? Sisi wenyewe tunakopa. Ni lini tutakopesha mataifa? Haleluya. Ama huu mstari umeandikiwa nani? Tumeandikia wale anamtafuta Mungu kwa bidii. Sasa takana kuanzia leo anza kutafuta Mungu kwa bidii, ili Mungu mwenyewe akiwa kiti chake cha enzi akiona nafsi yako, anaona huyu mtoto wangu anahitaji nimfanyie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watoto wetu lazima tuwaombee, mashamba yetu lazima tuyaombee, nyumba zetu lazima tuziombee. Bwana Yesu asifiwe. Mungu asaidie. Sisi tutaweka kongamano la wanandoa, tuwafundishe kila kitu vile watakaa kwa manyumba. Naamini wengi wataacha pombe. Haleluya. Wengi watafanya nini? Wataacha pombe. Mimi wanasema hata tupunguze tu wawili watatu. Haleluya. Si ati wewe unashiriki hapa, ukitoka hapa unaenda kwa kamnyeso ukitoka kanisani. Na mimi mchungaji ninajua. Hiyo ni maisha gani? Sasa wewe mtu tumweke wapi? Huyu mtu ako kwa madhabahu, hata wengine ni praise and worship kwa madhabahu. Wakitoka kanisani ni kuenda kwa mama pima. Huyu mtu tuweke. Sasa hii injili ni ipi? Hapo nakuta sasa mtaifa mwenyewe anasema kama fulani anaenda kanisani na tunalewa na yeye huku nje, heri mimi ninywe tu pombe. Mimi tena nakwambia kabisa mimi ni mwenye dhambi. Halo? Tukiwa kanisani lazima tuonyeshe mwenye ako nje kwamba mimi nimekombolewa. Lakini huko kanisani unatoa ushuhuda mrefu, lakini huko kijijini wanakujua. Ninatakana wale mataifa wakujue vizuri kwamba umeokoka. Na ndio maana leo nasema tutawajua kwa matendo. Mwingine akiwa kanisani akiguruma, unaona huyu ndiye alienda mbinguni akarudi. Wacha atoke kwa madhabahu. Haleluya. Biblia inatembea, unakuta mwingine amejificha, ameenda Holili ndiye afanyie huko vituko. Nami ananikutana na mimi nimeenda huduma huko. Namuuliza, jamani umekuja kufanya nini? Mchungaji wacha tu wewe, hii si yako. Sababu ameona amejificha. Na kama umeokoka hakuna mahali utajificha. Mahali utaingia tu hivi utashtukia kuna mtu anakujua. Hadi ukienda Amerika utashtukia tu kuna mtu anakujua hapa. Halafu siku hizi ulimwengu imewekwa kwa mkono. Mtu anakuchukua video, anakuja kukuonyesha hata ujue hili video ilichukuliwa lini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndiye huyu aliniuliza, sasa pastor, kwa nini huku unaitwa mganga? Haleluya. Ndiye aliniuliza, kwa nini huku unaitwa mganga? Nikamwambia wao ndio wameamini hivyo kulingana na zile vitu walikuwa wananifanyia, hawikuniweza. Sasa wakaona mimi ndio mganga. Bwana Yesu asifiwe. Kule Ulili nilimebandikwa jina mganga wa DJ. Haleluya. Unajua sasa, unajua alikuwa akipata shida ananipigia simu, tunaenda tunaomba pamoja. Sasa walikuwa naona tu ameita nani? Mganga kutoka Kenya.
Sababu kile walikuwa wanatarajia kifanyike hakikufanyika kwao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nitakana sasa hivi sisi tuanze kumtafuta Mungu kwa bidii ili matatizo mengine pungue. Unajua mganga na mchawi, mtu akienda kwa mganga anamtishia, anamwambia ukienda nyumbani ufanye, hebu jifikiria hii kitu Sijui kama tutafikiria wote. Umeenda kwa mganga, amekwambia saa 9 usiku toka nje ukiwa uchi na uende kwa mlango wa fulani na ufanye hivi. Na huyu mtu atatii masharti. Saa 9 usiku atatoka kwake akiwa uchi, anaenda kwa mahali ameambiwa. Na anaambiwa uhakikisha hakuna mtu mwenye amekuona. Na ni kweli, ukiwa uchi utataka mtu akuone. Tuseme tu ukweli. Mganga amekwambia utoke saa 9 usiku uende mahali na utoke ukiwa uchi. Je, ukiwa uchi utataka mtu akuone? Kwa hiyo anahakikisha, utahakikisha hakuna mtu amekuona. Lakini sisi tuliookoka tukisema tuamke saa 6 tuombe, unasema usingizi mtaa. Mbona huyu hana usingizi saa 9? Anarukaruka huko nje bila ameambiwa. Sasa hapo sasa tutafute Mungu kwa bidii. Tukitafuta Mungu kwa bidii, itafika siku tusikie zitaanza tu kukua zenyewe. Hebu 15 usikie. Niyo 28:13 tunaendelea na hapo. 28:15 inasema lakini itakuwa usipotaka kuisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake nikuagizazo hivi leo ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Utalaaniwa mjini, yani hata ukitoroka ukienda Nairobi. Utalaaniwa na mashambani, hata ukiotesha hakuna kitu. Litalaaniwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utalaaniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, maeneo ya ng'ombe zako na maongeo ya ng'ombe zako, na wadogo wa kondoo zako. Utalaaniwa uingiapo, utalaaniwa na utokapo. Bwana atakuletea laana na mashaka. Haleluya. Bwana atakuletea laana na mashaka. Yani kila unataka kufanya lazima utakuwa na shaka, nitatoboa kweli? Hii kitawezekana kweli? Yani utakuwa na mashaka, au utakuwa unajiamini na kila unaenda kufanya. Lakini ukisikiliza sauti ya Mungu kwa bidii, yeye ndiye atakuweka uwe taa pale kijijini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huwa nawaambia hivi, imani yako unayo wewe, mawazo yako unayo wewe, maamuzi yako unayo wewe. Katika kumtafuta Mungu kwa bidii, wewe mwenyewe unajijua. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unajijua kabisa katika kumtafuta Mungu kwa bidii. Haleluya. Watoto wa wachawi huwa wanaendelea tu saa ile wachawi wao wako hai.
Wachawi wakisha kufa, hawa watoto wanaanza kuaibika vibaya sana. Sababu unajua baba akiwa mchawi anajua vile anawalinda. Lakini bila kujua kuna siku yeye atafanya nini? Atakufa. Akishachukua uchawi, akishapatia mtoto mmoja, huyu mtoto ndiye ananyang'anya hao wengine mali. Anawaroga akiwanyang'anya. Anawaroga akiwanyang'anya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi tukimtafuta Mungu kwa bidii, uzao wa tumbo letu utafanya nini? Utabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kama uzao wa tumbo lako utabarikiwa, si hata wewe mwenyewe utakuwa mbaraka. Sasa lipi la muhimu? Umeambia tusikiza sauti ya Mungu kwa bidii. Vile vijana wanasikiwa wanaenda kuochi timu zao kwa bidii. Hata akifika kwa nyumba saa 10 usiku hana shida. Anang'ang'ana na timu mpaka hakikisha gani imeshinda. Ndio tukitoka asubuhi aanze kutamba nayo, tuliwapiga mabao. Halo? Simjifundishe na vijana, lakini angalia kijana, kocha wa Arsenal hamjui, wachezaji wa Arsenal hawamjui, wachezaji wa Man U hawawajui, lakini huku anajipiga kifua tumeshinda na hakuwa uwanjani. Na wewe unaamini kabisa wameshinda. Alikuwa uwanjani lini? Hata nauli ya kwenda Nairobi hana. Lakini sisi tukiwa na imani kama hiyo kwa Mungu wetu, naamini kuna mahali tutafika. Angalia tu wacheza mpira, tunawaonea tu kwa TV. Unasema mgara anakuambia tulinunua mwingine jana. Alitoa pesa ngapi ya kununua? Sapa amekopa dukani. Amesema amenunua mchezaji huko wa England. Sisi leo Messi, sisi tumemnunua Messi. Sisi Ronaldo ni wetu. Na tumemlipa pesa nyingi. Jamani, mkikana vijana mtasikia stories za bangi vizuri. Hizi ni stories za bangi. Halo. Hizi ni stories za nini? Za bangi. Ameamini wamenunua nini? Mchezaji. Ameamini kabisa tumenunua mchezaji. Yeye muulize mmenunua, wewe ulitoa pesa ngapi? Wacha kuuliza baba benki. Wewe umetoa pesa ngapi? Bangi imemwambia wamenunua. Na kitamba, unaona kabisa kweli huyu mtu ni kama alichangia ile pesa. Alafu makosa itokee, anunue t-shirt yenye imeandikwa timu yake hapo. Ati anasema anachangia timu. Haleluya. Hamjai sikia? Wa Arsenal wananunua t-shirt ya Arsenal. Ati wanachangia timu. Kwani timu itapata hiyo pesa? Ama ni muuzaji pale Taveta ndiye atapokea pesa weke mfukoni? Ama hii t-shirt zinatolewa na nini? Zinatolewa na timu. Hazitolewi na timu. Sasa unakuta wavuta bangi huku wanasema wamenunua mteja. Haleluya. Katika neno la Mungu hatupigi stori za wavuta bangi. Halo? Tunasema hivi na tunafanya vile Mungu anataka tufanye. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua dada Esther anaweza kuwa anajua vile watu wananunua wateja. Nini wachezaji? Wananunua kabisa. Tena atakwambia huyu amekopwa, huyu amenunua shilingi ngapi, huyu amenunua shilingi ngapi. Mmoja tu wake, tena mchezaji mnene, shabiki mzuri kikaa karibu na yeye, bai kiingia na kupiga tete. Anaweza hata akavunja hata meza. Mimi nilikuwa pale bura ndogo. Bai kiingia wanagonga mpaka mabati huku. Pa. Ati wanashangilia.
Sasa unashindwa. Hao watu wangekuwa wanamshangilia Mungu hivi, dunia ingekuwa mbali. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana huwa anasema hivi katika neno la Mungu, kila mtu unafaa kujiamini wewe mwenyewe. Sababu imani, kila mtu anakuanga na imani yake. Yes. Na utajua imani ya mtu kulingana na tukio. Lile tukio lenye limekuja ndio imani ya mtu ita act saa hiyo hiyo na jambo litatendeka. Haleluya. Kwa hivyo tukimbie kwa Mungu. Tumtafute Mungu. Tumsikilize Mungu. Amen. Ukisikia mahali neno liko, soma hata neno. Haleluya. Kuna vitu vizuri vya kuangalia, vya kupatia mtu imani ili ya kuendelea. Chukua ile imani ili uendelee. Jiulize maswali, Mungu napitia hii, kuna shida gani? Ukishangangana kuuliza Mungu swali, kuna siku Mungu atakujibu hilo swali lako. Ukikuta kuna ugumu, sasa unapitia katika ule ugumu, muulize Mungu, hapa nimefika hata mimi sijui naelekea wapi. Bwana Yesu asifiwe. Sababu gani? Naweza kuwa mimi ni mzazi sijajenga. Kumbe nyumba yako ni mtoto atanijengea. Na mimi nang'ang'ana kujenga. Halo? Kumbe sasa mke wangu anang'ang'ana mimi nimshani nunulie manguo ya kushaini. Kumbe watoto ndio watikishasoma ndio tutaanza kushaini vizuri. Hata Biblia inasema heri mwisho mwema kuliko mwanzo mwema. Haleluya. Kwa hiyo tukiwa hapa superpower, angalia mwisho, usiangalie hapa mwanzo ile mnang'ang'ana nayo. Haleluya. Hapo Mungu atatusaidia. Na Mungu akishatusaidia, itafika siku sasa kila mtu atakuwa ako na kitu cha kukula, kila mtu atakuwa ako na shamba lake, kila mtu atakuwa anajua nikitoka hivi nitapata chakula. Bwana Yesu asifiwe. Na kama uko na shamba, ng'ang'ana. Haleluya. Unajua nyinyi mliambiwa nino ama nini? Hebu semeni hiyo jina lenu. Walisema itanyesha mwezi wa 7. Walisema mwezi wa 7 tarehe 1. Na msikize matangazo. Nikawaambia mwezi wa 7 hakuna. Sasa wamesongeza wamesema waku. Lakini naanzia Tanzania. Mimi nawaombea hiyo ipite mbali. Ile mvua ya kuharibu ipite mbali. Bwana Yesu asifiwe. Sababu unajua hawa wanasema na sisi tuko na uwezo wa kukataa. Haleluya. Sababu tunataka Mungu abariki mashamba yetu. Sasa mvua imenyesha imeenda na mimea, tutakula nini? Halo? Unajua mimi niliwaambiaje? Hiyo mwezi wa 7 sioni mvua yoyote. Ni baridi tu. Niliwaambia hapa. Niliwaambia mwezi wa 7 sioni mvua yoyote. Na kwa vile kuna watu wanaenda na flow, wakishasema ni mvua, kila unasikia hata wachungaji wanasema jamani kuna mvua inanyesha. Mchungaji omba. Mungu akwambie ni mvua ama si mvua. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaambia mwezi wa 7 sioni mvua yote. Na hiyo mvua bado naikemea, mvua ya uharibifu isinyeshe. Kama itanyesha inyeshe ile ya wastani, watu wavune chakula washibe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na uwezo. Na mimi nataka tuwe watu kama 10 hapa ambao tunang'ang'ana na kitu kimoja mpaka miujiza inatendeka. Haleluya. Hiyo mvua mimi naikemea kabisa. Sitaki inyeshe.
Hata wengine walikuwa na nini kibambara, jamani mchungaji tunaambia mvua inaambia mvua hakuna. Mchungaji anasema ukweli, wametangaza. Unajua hao watu wametangaza, ni mtu anakaa kwake kwa nyumba, ametuma kikitu huko juu, alafu kikija anasoma yeye anakuambia mvua inanyesha. Wengine wanatuma walete mvua ya mapepo, ya watu kukufa, ya kutoa makafara. Hiyo mvua kama hiyo hatuitaki. Na wewe ukiwa nyumbani, kataa mvua kama hiyo. Halo, angalia kile umelima, halafu hiyo mvua ije, utavuna nini? Leo uko na uwezo wa kukataa kuambia Mungu nisaidie, mvua ni yako na mimi ni wako. Haleluya. Kimorigo walitutumia mvua, haikunyesha. Kwa sababu gani? Tuliambia Mungu sisi ni wako na mvua ni yako na neno ni lako, na ulisema tuhubiri kwa kila kiumbe. Kwa hiyo hata wewe mvua pitia huko mbali. Na haikunyesha, ilipita hivi kaja kunyesha Eldoro, si tukabaki Kimorigo. Haleluya. Ndio niliwaambia, mimi kama nimeenda kuhubiri injili, maisha yangu najuaga iko mikononi mwa nani? Mwa Mungu. Kama nimeenda kufanya biashara zangu, naomba Mungu jamani nisaidie. Nisaidie nini, niko natafuta riziki jamani. Nisaidie, mapepo nitakutana na hayo. Mungu nisaidie yasinivamie. Lakini nimetoka kwa nyumba naenda kwa injili, hapo najua niko mikononi mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuamini na Mungu atusaidie. Haleluya. Na tukiamini, hata wewe utakuwa na uwezo. Niliwaambia katika maisha haya, hakuna mwanadamu ako na uwezo kuliko mwanadamu mwingine. Haleluya. Ile uwezo tumepewa, kila mtu ako na uwezo wake tofauti tofauti. Tumeelewana? Wewe umepewa hii, mimi nimepewa hii, huyu amepewa hii, huyu amepewa hii. Sasa kila mtu atumie uwezo wake kutafuta riziki. Kila mtu atumie uwezo wake kutafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nawaombea, kabla hujafanya jambo, uone maono, Mungu akuelekeze kile utafanya. Haleluya. Ndio maana niliwaambia kama Musa, ni mimi nakupa maagizo, na nikakwambia ukienda kupata huduma huko kijijini, usikatae kufanya huduma kwamba nitajua. Wewe niambie tu niko mahali hapa, nimepatikana na mtu mgonjwa hapa nataka kumfanyia huduma. Mimi nikwambia endelea. Haleluya. Hiyo tu. Nataka kila mtu ajue huduma. Sasa tunataka tulee hii jenzi yenye natoka hapa chini ijue kufanya huduma. Haleluya. Si ati sasa kwa vile nimesikia uliombea mtu akapokea uponyaji, sasa hii ndio mahubiri ya Jumapili. Watu wengine wanajifanya wamepanda sana kuwa watumishi. Wewe utakaa milele. Haleluya. Mimi nataka huduma tusaidiane. Tukishasaidiana katika huduma, kuna mahali utanisaidia na kuna mahali mimi nitakusaidia. Tukiomba maombi kwa pamoja, tutapata maono ya kusimama. Na Mungu atatusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame wote. Neema Yesu ni wa neema kubwa. Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema twampenda, ni wa neema kubwa. Ni wa neema twampenda, ni wa neema kubwa. Ni wa neema jemedari, ni wa neema kubwa. Ni wa neema twampenda, ni wa neema kubwa.
jemedari ni wa neema kubwa. Ni wa neema nafundisha, ni wa neema kubwa. Ni wa neema nabariki, ni wa neema kubwa. Ni wa neema jemedari, ni wa neema kubwa. Ni wa neema jemedari, ni wa neema kubwa. Ni wa neema, ni wa neema kubwa. Kila mtu enda mbele za Mungu, kila mtu enda mbele za Mungu, kila mtu enda mbele za Mungu. Mwambie akusaidie, uwe unamtafuta kwa bidii. Mwambie akusaidie, uwe unamtafuta kwa bidii. Mwambie shida zako, mwambie maisha yako, mwambie riziki zako, mwambie mienendo yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya.